serikali hatuna nani, na serikali iliyopo madarakani ni haramu. Ni serikali haramu. Kwanza kabisa tusikubali kuihalalisha hiyo serikali kwa kuongelea hilo bunge, kwa kuongelea hawa bunge, sijui waziri mkuu, sijui nani. Hiyo serikali ni batili. Hilo bunge ni batili. Kwa hiyo tukumbuke kila Mtanzania unapotaja hilo bunge au unapomtaja mbunge, hakikisha unaweka neno haramu mbele yake. Bunge haramu, mbunge haramu, rais haramu, waziri mkuu haramu. Hawana mamlaka. Mtazamaji wa Janja la Mjini TV, kulingana na kanda ya video ambayo tumeanza nayo, huyo ni mwanaharakati Mange Kimambi kutokea katika taifa la Tanzania, akizungumzia aswa mikakati na mipango anayoifanya Samia Suluhu Hassan kuendelea kuongoza Tanzania chini ya uongozi wa serikali yake batili. Na naomba uitilie manane video hiyo tunapozamia katika story hii, maana naenda kukufichulia jinsi ambavyo Samia Suluhu Hassan anacheza kadi zake, hata ingawa aliweza kuchaguliwa na tume tofauti ulimwenguni zimemkataa na mataifa yamekataa kumtambua kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anajaribu kila awezalo kuhakikisha mataifa haya yanamrecognize na kumtambua yeye kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pia anacheza kadi za kuwafanya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusahau ghasia za uchaguzi na kuendelea kumtambua na kumembrace ama kumkumbatia kama rais wao. Ikiwa ni takriban wiki mbili kwa sasa tokea alipoweza kutangazwa na kuapishwa kama rais mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kutokana na uchaguzi wa tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025, Samia amechukua hatua tofauti tokea uapisho wake na ameweza kufanya mambo tofauti chini ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndipo kuweza kujihalalisha kama rais. Ikumbukwe mpaka sasa kutokana na takwimu za mashirika ya haki za kibinadamu nchini Tanzania na nje ya nchi, inatajwa kwamba watu zaidi ya 6,000 wameweza kuuawa pamoja na wengine wao kupotea kutokana na dhulma za jeshi la polisi kutokea ghasia za uchaguzi zilipoanza nchini Tanzania. Wengi wao wasijulikane waliko. Mpaka sasa kutokana na ghasia za uchaguzi nchini Tanzania, wengi waliuawa na wengi waliweza kupotezwa. Ikiwa wengi wanaaminika waliuawa na majeshi ya polisi na miili yao kuokotwa na kuzikwa katika makaburi yasiyotambulika, they were buried in mass graves. So familia nyingi zinawatafuta wapendwa wao ila wasiweze kuwapata, maana serikali iliwaua na kuwazika. Hivyo Samia anafanya kila awezalo kuweza kufunika uchafu, ndipo kuweza kulisafisha jina lake na serikali yake batili. Samia akitambua kwamba ulimwengu kwa sasa umeliweka taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye darubini kutokana na mauaji na unyama dhidi ya wananchi wenye nchi nchini Tanzania, alijitua jukumu la kuzima wapinzani wake pamoja na kuweza kuzima zile taarifa ambazo zimekuwa zikienea mitandaoni nchini Tanzania. Jambo la kwanza alilolifanya Samia ni kumteua mwanasheria mkuu mpya wa serikali hii yake haramu. Samia akitumia vyombo vya habari vya Jamhuri ya Tanzania alifanya kuweza kumteua mwanasheria mpya na kuweza kumwapisha na kuhakikisha kwamba vyombo vyote vya habari vinatangaza kwamba mwanasheria mpya ameapishwa na ameweza kuanza kazi yake rasmi. Hizi zikiwa ni harakati za kubadili mazungumzo mitandaoni ili kuzima mazungumzo yaliyokuwa yanaendelea mitandaoni nchini Tanzania, yakiwa ni yale ya kuomba serikali iweze kutenda haki kwa waliouawa na kutekwa nyara. Na pia
wananchi wengi mbele ya uteuzi huu wakimuomba Samia kujiuzulu. Mwanasheria mkuu huyu ambaye aliteuliwa, Hamza Johari, baada ya kuteuliwa kwake na kuapishwa, alianza kazi yake rasmi kwa kutoa tamko la kumuonya mwanaharakati Mange Kimambi kutokea nchini Tanzania, ambaye kwa sasa yupo kule nchini Marekani na amekuwa akiendeleza kampeni za kuipinga serikali na kuomba haki iweze kutendeka, akiomba tume tofauti ulimwenguni ikiwemo Umoja wa Mataifa, Muungano wa Mataifa ya Afrika pamoja na Mahakama Kuu Ulimwenguni ICC kuchukua hatua ya kumsanction ama kumfungulia kesi Samia Suluhu Hassan. Story iliyopata kuteka vyombo vya habari pamoja na mitandao ya kijamii Tanzania, hii ndio ilikuwa azimio kamili lake Samia Suluhu Hassan. Siku chache baadaye na baada ya uteuzi wa mwanasheria mkuu, Samia akachukua jukumu la kumteua na kumwapisha spika mpya wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni Musa Azan Zungu. Hii ikiwa ni hatua nyingine aliyoichukua Samia ndipo kuhalalisha serikali yake batili na kufanya wananchi wenye nchi kubadili mazungumzo na kuanza kuwatambua viongozi hawa kama viongozi kamili wa taifa la Tanzania. Kumbuka, anapoapishwa spika wa bunge kulingana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jukumu lake la kwanza ni kuapisha wabunge waliochaguliwa kuwakilisha wananchi katika maeneo bunge tofauti katika uchaguzi mkuu ulioweza kufanyika nchini Tanzania. Now, the conversation as of right now kule nchini imeweza kubadilika. Iwe ni kwenye vyombo vya habari, iwe ni kwenye mitandao ya kijamii, imebadilika kutoka kwa Samia hapaswi kuwa rais, kwamba Samia sio rais halali, kwamba Samia amefanya mauaji, mpaka sasa imekuwa ni bunge linaapisha, sijui wabunge wamekula kiapo, spika wa bunge ameteuliwa. Hiyo ina maana wananchi wameuziwa propaganda na mitandao ya kijamii ambayo inamilikiwa na serikali pamoja na vyombo vya habari ambavyo vinakontroliwa na serikali, kuweza kuchange narrative ya kufanya wananchi kukubali na kusahau yale yaliyofanyika. Hili likiwa ndilo azimio lake kubwa, na Samia anafaulu kwa kiasi kikubwa kufanya hivi. Ndio maana ambapo tumeanza na video ya Mange Kimambi, amekufungua macho wewe Mtanzania uelewe kile anachokifanya Samia pamoja na wale ambao amewateua, ikiwa ni mwanasheria mkuu pamoja na spika, ni mambo ya kuweza kukubadili akili na wewe kuweza kuchukulia kwamba yenyewe hii ndio serikali yetu, wewe upate kusahau mauaji yaliyoweza kufanyika. Kando na hili, leo Samia akaendelea akaendelea kuwapumbaza wa Tanzania kwa kumteua waziri mkuu mpya wa serikali ambaye ni Mwigulu Nchemba. Waziri mkuu mpya. Hiyo ndio conversation ambayo imekuwa ikiendelea katika vyombo vya habari Tanzania na pia katika mitandao ya kijamii. Maana vyombo vya habari vimeanza kumzungumzia mwanasheria waziri mkuu mpya huyu. Wanafanya biographies zake, wanachambua maisha yake, instead ya kuwa wanafanya uchunguzi wa kutueleza aswani watu wangapi kwa sasa waliuawa na ni wangapi wamepatikana, ni wangapi wamezikwa, na je ni hatua gani serikali inachukua, how is compensation going on. Tunaelewana? Hivyo ndivyo Samia anakicheza pale Tanzania. Mtazamaji, wewe kama mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, usikubali upumbavu huu uweze kukuziba macho na kukufunga macho wewe, usahau ndugu zako na dada zako waliuawa wakipigania haki. Maana watu zaidi ya 10,000 ambao inasemekana ndio waliweza kutekwa nyara na kuuawa, hivyo vifo vyao vitakuwa vya bure, kana kwamba tutamwachia Samia aendelee kutupumbaza kwa mauteuzi ambao anayafanya. Ndio maana Mange anasema hawa ambao wanaapishwa ama wanateuliwa, unapowataja waite
mawaziri waziri mkuu batili, waziri mkuu haramu, spika haramu, mwanasheria haramu. Ndio iwe ukumbusho ya kwamba hii ni illegitimate government. Maana mashirika ya kimataifa hayamtambui kwa sasa Samia Suluhu Hassan kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni hayo kwa sasa. Subscribe. Hii ni Janja la Mjini TV.